Sasa ili kuelewa zaidi yanayoendelea Mashariki ya Kati, tuungane na mchambuzi Ibrahim Rabi, anajiunga nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, kwa nini Trump anaonekana kutokuwa na msimamo mmoja, hususan inapohusu huu mlango bahari wa Hormuz? Bila shaka kumekuwa na mambo mengi ambayo yanaweza kusababisha hili, kwa sababu unajua Marekani na Irani walikuwa wanaenda kwenye mazungumzo ya pili baada ya maziko ya Khamenei. Sasa bila shaka Trump alikuwa ameangalia upepo haukuwa mzuri sana kwa Marekani na jinsi Marekani alivyokuwa kwenye nafasi ambayo kuwa huenda angepoteza zaidi kwenye mazungumzo, kwa sababu kuanzia awali mazungumzo yalionekana yameegemea sana upande wa pili. Sasa ndio maana unaona kuwa Trump haeleweki anataka nini, lakini ukweli ni kuwa anajua anachokifanya, kwa sababu hakuwa kwenye nafasi nzuri ya mazungumzo. Naweza nikasema hivyo. Je, kwa sasa tunaweza kujua kwa uhakika nani haswa anadhibiti mlango huo muhimu wa bahari? Bila shaka mlango wa bahari uko kwenye udhibiti ule ule wa Irani, kwa sababu majibu yanakuja duniani huwa yako wazi sana. Kama ungekuwa wazi kwa jinsi Marekani alivyotuambia, majibu tungeyapata sisi pembeni, kwa sababu tungeona bei ya mafuta ingekuwa ile ile. Lakini tunaona kadri siku zinavyokwenda bei ya mafuta inazidi kwenda juu, maanake kuwa taarifa zinazotolewa na shirika linaloongoza meli duniani inaonyesha kupungua kwa kiwango cha hali ya juu kwa meli. Maanake ukiangalia taarifa ya jana ni takriban meli 22 ambazo zilipita. Sasa hii ni jibu kuwa mlango umefungwa, na hofu kufungwa ni kwa sababu meli zinaogopa kushambuliwa. Hauhitaji kuwa na jeshi kubwa sana kuzuia meli, inahitaji tu utoe tamko kuwa tutazishambulia. Meli zote zitakaa pembeni. Kwa mtizamo wako Rabi, kwa nini mkataba huu uliotiwa saini kati ya nchi hizi mbili ulitibuka mara tu baada ya kuanza? Ni mkataba ambao haukuwa upande wa Marekani. Bila shaka hilo limekuwa ni sababu kubwa, kwa sababu wamekuwa wakibishania hasa kwenye kifungu cha 5 katika kile ambacho kinaonekana kama tafsiri ya kifungu cha 5. Marekani amekuja kustuka kuwa aliingia kwenye kifungu ambacho huenda hakukielewa, kwa sababu kifungu kile kilitaka udhibiti wa Hormuz na uratibu wa shughuli za upitishaji wa meli utaratibiwa na Irani. Sasa Marekani akaanzisha njia mpya kwa upande wa Omani, na ndio hapo vurugu ilipoanzia. Lakini baadaye Marekani wakaja kusema kuwa Irani walitafsiri vibaya kifungu hicho, hakikuwa kimewapa mamlaka ambayo walikuwa wamefanya. Lakini ukweli ni kuwa wakati wa haya makubaliano na Irani alipoanza kuratibu shughuli za upitishaji, Irani alikuwa anafanya mpango wa kujimilikisha Hormuz kabla ya mazungumzo ya mwisho. Nadhani Marekani ndo akaona kuwa haharibu kabisa huo mchezo, kwa sababu hapakuwa na njia yoyote hata baada ya siku 60 kama Irani angeiachia Hormuz, lakini alikuwa anajijenga kupitia Omani ili baada ya mazungumzo awe mmiliki kabisa wa moja kwa moja wa Hormuz. Rabi, Pakistan imekuwa ikiendelea na juhudi za upatanishi mpaka sasa. Nini kinatatiza juhudi hizi? Malengo ya upatanishi yapo. Hata Qatar wamekuwa wakishughulika na hili, hata baadhi ya nchi nyingi za Gulf zimekuwa zikishughulika na hili swala, kwa sababu ukweli kuwa vita imewaathiri sana wao. Shida kubwa malengo ya vita ambayo ukiyatazama, mfano Donald Trump mwanzo wa vita alisema kuwa tunaitaka Irani ijisalimishe bila masharti. Matokeo yake alikuja kukaa kwenye meza na Irani kupatana nayo katika nchi ambayo alitaka impigie magoti. Sasa malengo mengi hata ya kwenye MOU hayako au hayawapi uwazi huo ushindi ambao wanautaka. Kwa hiyo ndio maana unaona kuwa mambo hayaendi sawa, kwa sababu kuna wakati Marekani na Israeli wao wanatafuta wayapate yale ambayo hawakuyapata kwenye uwanja wa vita, waje wayapate kwenye meza. Hapo ndio ugumu unakuja. Na Irani kwa sababu wanajua kuwa wana mchezo ambao wameucheza vizuri kwa kudhibiti Hormuz, njia kubwa ya kimkakati, na wameapa kuwa hawatoiachia. Ndio maana tunaona haya yanatokea, kwa sababu kila mmoja anajua wapi anaweza kumshika mwenzake ili mwenzake akubaliane na yeye. Sasa kando na haya, kwa kifupi, vipi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ambao Marekani na Israel hawautaki? Katika MOU ya vifungu 14, mpango huo uko mwisho kabisa. Kwenye vifungu vya 13 na 14 umetajwa pia kuwa Irani haitokuwa na nyuklia, na hilo walilizungumza kuanzia awali. Kwa hiyo hilo swala si gumu sana. Nadhani ziara ya Netanyahu hizi siku 2 zijazo kule Marekani itakuwa na kazi ya hilo swala. Wanataka kiwekwe kifungu ambacho kiko wazi, kwa sababu ndani ya MOU kuna vitu vitatu havikuwekwa ambavyo Israel anavitaka, hasa kwenye swala la nyuklia kuwa wazi, lakini makombora ya Irani na pia kuhusu washirika wa Irani, yani proxy, hawakuwekwa kwenye MOU. Ndio hapo Israel anaona kuwa haya makubaliano hayajakamilika. Shukran sana Ibrahim Rabi kwa tathmini hiyo ya kina, na mahojiano hayo ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.